hii iwe angalize kwa wasanii. Bado naipigia kelele serikali, tunahitaji bima. Wasanii wanapaswa kupata bima ya serikali, na bima utakayoipata ukiwa msanii, watu wako ahlal bait, manake baba, mama, mke, watoto, ile bima iwakave. Kwa sasa tulipokuwepo, ni aibu kubwa msanii kusimama kusema ameishiwa matibabu kwa ukubwa wa Meja, kwa mambo aliyofanya kwa nchi. Kwa hiyo serikali itazame kwenye swala la bima, manake ukimpa bima mtu na watu wake wa ahlal bait, labda watano wategemezi wake, pengine sijui uwezo wa Mungu ni mkubwa, lakini pengine kuna kitu tungekifanya mpaka kufikia hatua kusema nauza mali zangu kidogo nilichokuwa nacho. Nafikiri bado waziri, naibu waziri, serikali kwa ujumla wakae watazame namna gani wanaweza kurahisisha upatikanaji wa bima kwa watu maarufu, ma-influencer, wasanii, waigizaji, watu ambao wana nafasi kwenye jamii wapate bima kwa kazi zao wanazozifanya, kwa sababu ile kwetu mimi nilijisikia vibaya kwanza. Kilichopo kwenye jamii ni kwamba wasanii wamekuwa kifake sana maisha. Sio kufake maisha, ndio kujibrandi. Wanajibrandi. Kwa hiyo muda wa siku unaweza kujibrandi, mtu akakuogopa akarudi nyuma. Kwa hiyo unaweza kusema una changamoto utakarudi. Kwa hiyo pia hii kwetu iwe funzo. Iwe funzo, tutumie nafasi hii, nitumie nafasi za wasanii tuishi real, ili utapu pia na changamoto iwe rahisi kufikika, kwa sababu kwa maisha tunaoishi wasanii, watu maarufu, kwa namna tunavyojiweka kwa jamii, kuna muda jamii na kuogopa. Unajua huyu mshenzi kama anaweza kuvuta renji ya milioni 300, hawezi kushindwa kipimo cha MRA pale Muhimbili. Kwa hiyo kumbe unajikuta zile ni kujibrandi. Kwa hiyo mtu unakuwa kwenye changamoto unajikuta unaamua useme. Kwa hiyo hii ni ombi kwa wasanii pia, tuishi real, tuache kuwadanganya mashabiki zetu, ili unapata changamoto iwe rahisi kuingilika, iwe rahisi kufikika, iwe rahisi watu kusogeza vitu vao na kukufikisha sehemu moja unataka kufika. Lakini serikali, bima haihusiki una hela au una hela, umejibrandi au hujajibrandi, serikali itoe bima kwa watu maarufu. Kuuguliwa na mtu wako mzazi sio jambo dogo, unasema halijakufika, likikufika utajua uzito wa mzazi. Kwa hiyo kuuguliwa, mimi naweza nikasema sio jambo limezoeleka, na ukiambiwa mzee wako yuko katika hali fulani lazima usiwe nomo. Kwa hiyo mimi siwezi kumlaumu Meja, kipindi ni kumwombea dua, kwa sababu Meja tayari amekuwa yatima. Kwa sisi Waislamu, mtu akiwa yatima anahitaji uangalizi na msaada, haijalishi baba yake amemwachia mali au mama yake amemwachia mali. Ukishakuwa yatima, basi upo kwenye fungu la kuangaliwa. Na hapa ndio nitoe heshima kwa wasanii, maproducer, watu wanaandaa mashow kipindi cha kumtazama Meja. Unapoweka wasanii 10, basi wa 9 wawe Meja, kwa sababu pale utakuwa umepata baraka, kwa sababu ni yatima. Watu ambao wanahitaji msaada haraka na huruma, yatima. Amempoteza mama mwaka jana, sasa hivi amempoteza baba. Kwa kipindi hiki tusimnyoshe kidole, tuwe naye karibu. Hujui anachopitia na nafsi yake ni kipi. Japo kila mtu ataonja umauti, lakini usiombe ufike na umauti watu wa ahlal bait, watu wako wa karibu, baba, mama, mtoto, mke. Unaweza ukafanya jambo watu wakahisi huyu mtu sio mzima. Kwa hiyo kipindi hiki tusimjadili, tumuombee dua avuke kipindi hiki kigumu, inshallah biidhnillah. Baada ya kuvuka, mambo mengine yatafuata. Ukiona mtu anamjaji mtu kutokana na mambo ya nyuma, ni mpumbavu. Kwa hiyo yeye asichague upande. Kwa mpumbavu, ngoja kifo kikukute au mauti ufike katika familia yako, alafu nayo utengwe uone. Si maneno mazuri. Kuchagua upande haijalishi, amechagua upande. Tunazungumzia swala la mtu kaondokewa na baba yake. Tumfariji, likishaisha tutaendelea mambo yetu ya mtandaoni. Lakini ukileta mambo ya mtandaoni kwenye msiba, utamuumiza mtu. Kwa wale wanaojifanya wanasema tumtenge, wamtenge. Sisi Waislamu hatuwezi kumtenga. Sisi Waislamu letu hili, Waislamu wote ndugu. Uwe mwanamke uwe mwanaume, ukipata changamoto Waislamu tutajaa, tutamstiri mzazi au ndugu alopotea, kisha tutakufariji. Kwa hiyo na hakika mtu anayeongea hivyo hana imani na Mungu na hana hofu ya Mungu na hajawahi kukutwa na mtihani. Kifo kwa sisi Waislamu ni mawaidha, unakumbushwa uwepo wa Mwenyezi Mungu, unakumbushwa kuwa leo upo duniani, kesho haupo. Ndio maana tunaambiwa fantashiru fil ardhi, tunaingia kwenye ardhi, tunakwenda kutafuta riziki, lakini ujue Mungu iko siku kwa kifo kwetu ni mawaidha. Kwa hiyo kama mtu anakebei kifo, Allahu aalam, Mungu atajua jambo gani wa kumhukumu. Hiki ni kifo, msiba. Ukija unapata thawabu,
usipokuja haupati dhambi. Umeelewa? Ni kitu ambacho tumezungumzwa, tuwafanyie ihsani wanaopata msiba, lakini sio lazima useme lazima uende msibani. Ukiwa na mahaba na unaona bwana hii faradhi hii inanifaa kidogo, unaweza ukajongea ukaja kumpa fariji mwenzio, lakini ukiona jambo unalofanya unaona ni muhimu kuliko hili, sio dhambi. Kwa hiyo tusimlaumu mtu ambaye hujamuona hapa, lakini na kama hujitokezi kwenye changamoto kama hizi, likikufika na wewe usipoona ndugu na jamaa, usijilaumu. Na mimi hapa niwaombe kipindi hiki wasanii watu maarufu tumshike mkono Meja. Ni yatima. Meja kwa sasa ni yatima, anahitaji huruma na ukaribu wetu.